And here we are, lifting our hands to you. Mwanafunzi huwa anajisomea neno la Mungu, na kujisomea Biblia ni rahisi, lakini inahitaji discipline. Kwa nini ujisomee neno la Bwana? Kwa sababu ukisikia neno la Mungu lina uwezo wa kukupatia hekima, hekima ya maisha, hekima ya kuokoka, na tena maisha yako utakuta ya kwamba yanabadilika. The word of God is sweet as honey. Hatutumikii Mungu ambaye ni kipofu, tunatumikia Mungu ambaye anaona. Zaburi ya 24 mstari wa kwanza na wa pili inasema ya kwamba dunia hii ni ya Bwana na watu wote na vitu zote ambazo ziko ndani mali yake. Na kwa hivyo his concern na affairs za ulimwengu huu, anajua mambo yote ambayo yanatendeka. You can pray about anything you want at any time at any place. Mungu huwa anasikiliza maombi yako. Hapo ndio nguvu ya Mkristo iko. Ukinyamazishwa kwenye maombi, ujue umekwisha wewe. Hata kama unasema nimeokoka, endelea kuomba, Mungu ataendelea kusikiliza. Ukinyamaza, Mungu naye atakosa kitu ya kujibu ama kitu ya kusikiliza. And here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise and worship your holy. Bwana Yesu asifiwe. Nachukua nafasi hii kukaribisha kila mmoja wetu. Asante kwa sababu ya kutegea mahali pale. Asante kwa sababu ya kuwa na wakati wa kulisikiza neno la Mungu. Nataka kukuahidi kubarikiwa, nataka kukuahidi kuinuliwa, nataka kukuahidi kupata tumaini kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu liko na nguvu la kubadilisha kila hali katika maisha ya mwanadamu. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu. Amen. Be leaning on your grace, oh yes, it will be your strength. Ningependa kutako subject ambayo ni haizungumuzwi sana kwa sababu ya mambo kadhaa, na ni habari ya offerings na givings. Ni area ambayo ikizungumzwa wakati mwingine kidogo watu wanakuwa na wasiwasi. Naamini ya kwamba Mungu atatubariki, na sababu kile nataka kuzungumzia hii habari ni kwa sababu Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu hajabadilika. Mungu hajabadilishwa na hali zetu, hajabadilishwa katika scriptures na hata badilika. So he's the same yesterday, today and forever. Nitaanza tu pale Genesis, maana kila kitu inaanza kwenye mwanzo, na tukianza Genesis chapter 4 itakuwa ni jambo mzuri. Tuanze pale, tuone mtu wa kwanza kutoa sadaka kwa Bwana. Nasema mtu kwa sababu hao ndio watu wa kwanza ambao walizaliwa. Cain na Abel ndio watu ambao waliozaliwa na wakatoa sadaka ya kwanza. Alafu tutaangalia mtu ambaye alitoa sadaka katika the New Testament, mtu wa kwanza. Ningependa muone clearly in the Bible ya kwamba hawa watu wamekuwa singled out. In the Old Testament Mungu akachukua mtu mmoja, in the New Testament tena tukaanza na mtu mmoja. Hizo mifano ni mifano nzuri sana, tutaziangalia na Mungu atabariki maisha yetu. Go to Genesis chapter 4. Now Adam knew his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. So Adam na Eve ni mume na mke. Hiyo neno new ni kumaanisha ya kwamba wakarara pamoja, wakazaa mtoto wa kwanza anaitwa Cain. Sasa hiyo subject sio ile ambayo nazungumza siku ya leo. And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep and Cain a worker of the ground. Sasa wakaonana tena, wakazaa mtoto wa pili ambaye anaitwa Abel, na tukaambiwa kile Abel alikuwa anafanya na kile Cain alikuwa anafanya.
Tunaambiwa kwamba again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep. Huyu ni mkulima, anafuga wanyama. And Cain was a keeper of the ground, maanisha ya kwamba yeye ni mkulima. So both men, Abel and Cain, walikuwa na kazi ya kufanya. Na hivyo ndivyo ilivyo katika maisha. Wewe kuna ile kazi ambayo Mungu ameapportion, ni kazi yako. Hatuwezi kufanya kazi moja sote. Wengine ni wakulima, wengine ni wafuga wanyama, wengine ni walimu. Tuko na different professions. Na hiko hivyo katika Bible. Verse 3, Genesis 4 verse 3. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. In the process of time, kuna muda ambao uko pale. Hatujui ni muda mgani tangu Cain aanze kufikiria kutoa sadaka. But Bible inasema in the process of time. Ningependa mjue ya kwamba tunapozungumza habari ya sadaka, iko na process of time. Kuna watu wengi wanazungumziwa habari ya offering. Mungu anaweka kitu ndani ya moyo wao, kile watajitolea. Lakini ningependa uchukue muda wako. Hallelujah. Sitaki uwe unatoa sadaka kwa impulses, kwa emotions. Ningependa uwe unachukua time, unasikiliza inside of you. Ni kitu gani ambacho unaweza kumtolea Bwana? Tunaongea habari ya offerings. Maana nimeona area hiyo ya offerings, kuna watu wanakuwa threatened. Unatishwa, kitu inasemwa hapa mbele, alafu unakimbia pale na sadaka. Hata kuna mhubiri anawakisha moto kwa madhabahu, tunakuja tunaweka offering pale mbele, tunasema tuna tap the anointing. I want you to think, kwa sababu offering zetu ni worship. Offering yetu sio kitu tunaweka tu hapa kwa madhabahu with emotions. Ni kitu ambacho tunastahili tufikirie. Amen. Ni ibada ambayo tunatoa mbele za Bwana. It's not about our emotions. Sio kutaka ama kupenda ama kukataa. Kuna watu wanajitolea sadaka maana wanataka ama wanapenda mhubiri na wanapenda kanisa. Ningependa mjue hii ni kitu ambayo inakuconnect na heaven direct. Nianza kuingia katika hili funzo maana ni very very important. Watu kuelewa Mungu na kuelewa kile ambacho tunafanya kwenye maisha haya. So in the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Kwa hivyo kulingana ile kazi Cain alikuwa anafanya, akachukua sadaka kwa zile vitu ambazo walikuwa anafanya kazi nazo, akamletea Mungu. Ningependa mjue, you take your time, even if it means what, take your time to think about what you are offering to God. Na kwa hivyo Cain akaleta masadaka ambayo ni ya vitu za shambani. And Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard to Abel and his offering. Ningependa sasa, kwa sababu tunazungumza kuhusu sadaka ya kwanza iliyompendeza Bwana, nitaconcentrate na huyu mtu anaitwa Abel kwa muda. Huyu ndiye mtu ningependa tusome na yeye, maana kuna kitu kimezungumziwa pale. Cain alitoa sadaka yake na akaileta mbele za Bwana. Lakini Abel, Bible inasema alileta the firstborn of his flock, na tena akaleta mafuta yake. Alafu tunaongezewa na scripture hiyo verse 4-5 ya kwamba and the Lord had regard for Abel and his offering. Kwa hivyo hii ndiyo sadaka ya kwanza ambayo Mungu aliikubali, sadaka ya Habili or Abel. Hebu niwaambie kitu kimoja kuhusu huyu mtu anaitwa Abel, ni ya kwamba alikuwa ndiye second born of course wa Adam. Hiyo mnajua, hizo ni facts kuhusu this man. Ndiye mtu wa kwanza, ukienda katika Hebrews 11, ndiye mtu wa kwanza kuzungumzwa in the heroes of faith list. Hawakuanza na Abraham, hawakuanza na Samson. He is the first man to be mentioned in the heroes of faith list. Hebrews 11 verse 4. Ndiye mtu wa kwanza kuwekwa pale. I want you to note this because this is very important. Hii ni kitu cha muhimu. Tena huyu mtu ndiye the first shepherd. Ndiye mtu wa kwanza kuweka mifugo. Hatujaona mwingine katika Biblia. Tena tunaona mtu wa kwanza kuuawa. Ninazungumza hizi 3 facts about Abel. Ndiye mtu wa kwanza kuuawa kwa sababu ya imani yake ndani ya Mungu. Najua kuna martyrs wengi ambao waliuawa, lakini huyu aliuawa pia na ndugu yake kwa sababu ya ile sadaka, kwa sababu ya ibada yake aliyoifanya mbele za Bwana. So hizi ni facts about Abel. So the second man, the second born of Adam and Eve, he was the first man
to be mentioned in the Heroes of Faith list. Alikuwa ni mtu wa kwanza kuweka mifugo, na tena alikuwa ni mtu wa kwanza kuuawa kwa sababu ya sadaka yake ama kwa sababu ya ibada yake. So mstari wa 4 tunaona ya kwamba Cain alileta, lakini mstari wa 4 inasema pia Abel alileta, na alileta the firstborn of his flock. Kwa hivyo tunaona the first fruits. You can note there the first fruits, vitu zile ambazo zilizaliwa. Kama kondoo alizaa, alichukua kondoo wa kwanza. Kama ni chicken ama kuku, akachukua kuku wa kwanza. Maana version zingine za Biblia zinasema his flock. Flock ni jina ambalo liko na wanyama na liko na ndege, sio tu kondoo peke yake. Amen. Kama ni ng'ombe, akachukua ya kwanza. Hiyo ndio kitu ambacho Abel alifanya. So the firstborns wa kuku akawaweka kando. Sijui aliweza kuhesabu namna gani, na sijui walikuwa wangapi firstborns, because it is baada ya muda. Tunaona ni baada ya muda. Firstborns za wanyama akachukua, kama ni ng'ombe akaweka kando. Firstborns za sheep akaweka kando, za kuku akaweka kando. Basi Biblia inasema ya kwamba huyu mtu tena akachukua mafuta and their fat portions, meaning hakuchukua tu firstborns peke yake, aliangalia firstborns walionona. Akachagua firstborns kweli, first fruits, lakini akafikiria zaidi, akasema wale walionona, sio wale ambao ni wakonda, sio wale wamezaliwa wakiwa na defects. Na ukumbuke ya kwamba sheria bado haijatolewa na Musa. Hawajazungumziwa vitu zile watastahili kutolea Mungu na zile ambazo hawastahili. It is out of his own will, ni kutokana na kupenda kwake. Kwa hivyo firstborns wote akawachagua, akawaweka kando. Tutaenda katika sheria kidogo tukimaliza kuongea habari ya Abel, na muone ya kwamba Mungu alikuwa amesema all the firstborns are mine. Iwe firstborns wa ng'ombe ama wa wanyama ama wa watu, alikuwa amesema hawa ni watu wangu, hizi ni vitu zangu. So first fruits inanenwa pale kwa wakati wa kwanza. Akatoa first fruits. Mwesikia watu wakitoa ushuhuda wakisema, na mimi nitatoa hiyo ushuhuda as an example. The first salary that I got, ile mshahara ya kwanza wakati niliajiriwa, maana nilikuwa nimefundishwa, nilichukua yote nikaipeana kwa mtumishi, nikaipeana kanisani. First fruits ni zile vitu ambazo zinakuwa za kwanza katika maisha yako. Mshahara wa kwanza, haleluya, mtoto wa kwanza, matunda ya kwanza kabla haujatumia. Na hii haufanyi kwa sababu ya kusukumwa na mtu, unafanya kwa sababu unataka ama unajua there is a connection between you and God. And when I did that, mimi sijawahi kustruggle. Of course nimepitia some challenges here and there, lakini katika hali ya kuwa supplied for, nimeona Mungu akiwa mwaminifu. Unaanza na Mungu. So that's what he did. Akachukua the firstborns of his flock and their fat portions, na Bible inaongezea that phrase, and the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu akaheshimu sadaka ya Abel na akaikubali, lakini ya Kaini hakuikataa. Akaikataa. Hebu niseme kitu pale. Sio kwa sababu Cain alileta matunda na akaleta mboga na akaleta spinach na akaleta ngwashe. Hapana. Cain alitoa sadaka kwa hiari yake. Sadaka lazima iwe ni hiari ya mtu. There is nobody who told him. By the way, tunaona yeye akitoa sadaka kwa hiari yake. Abel pia alitoa sadaka kwa hiari yake, lakini akafikiria. Nataka muone tofauti. Shida sio kutoa sadaka na kuleta sadaka hapa mbele, ama kutoa sadaka kwa sababu ya kazi ya Mungu. Shida ni kutoa sadaka bila kufikiria, bila kujiuliza what am I doing? Ni nani ambaye ninayegusa? Ni wanadamu ama ni Mungu? Ningependa mjue kutoka leo, sadaka haihusu mwanadamu, inahusu wewe na Mungu wako. Haleluya. Japo kwa wakati mwingine tunasema andika karatasi kidogo, andika pale, tutaongea hiyo. It is also biblical ku record sadaka za watu. Lakini ningependa ujue from onset, kuanzia saa hii,
Hakuna mahali mtu anaingilia na sadaka zako. Is either you are pleasing God, unafurahisha Mungu, ama haumfurahishi katika habari hizi za sadaka. Kwa hivyo Mungu akafurahia, akapenda sadaka ya Abili, akaiangalia. Ningependa kusema statement hapa. There is no way God can accept your offering without accepting you. Kitu cha kwanza, Mungu anakukubali. This is a statement nataka muichukue na muiweke maanani. Mungu anakukubali kwanza kabla hajakubali sadaka yako. Kuna watu wanafanya opposite, wanakuja na sacrifices, wanatoa vitu kwa madhabahu, lakini bado hawajakubalika. Mungu anakukubali kwanza. Aliangalia between Cain and Abel, akaona attitude. Na tutaona kwa sababu it is clearly written there. Imeandikwa pale, wakati Kaini alikasirika, si Mungu alimuendea akamwambia Kaini, naona uko na shida, naona umekasirika. Kwa nini umekasirika? Kwa sababu results. I'll speak also about the results. How do you know Mungu amefurahishwa na sadaka yako? Tutaangalia haya mambo yote, yako clearly stated in the Bible. Utajuaje Mungu amekubali sadaka yako? Of course there must be some results. Kwa hivyo Mungu akaonya Kaini, lakini Kaini hakusikia. Kwa hivyo this statement is very important, ya kwamba God cannot accept your sacrifice kabla akukubali. Anataka wewe kwanza usongee kwake kwa kumwabudu, alafu sadaka zako uzilete kwa attitude hiyo ya kwamba because Mungu amenikubali, na mimi sasa nitatoa sadaka zangu. Hallelujah. Ajua kuna watu wana connect sana na wahubiri na maprophets na nini na madhabahu, na sadaka zinatolewa sana, lakini yule mtu moyo wake labda umekasirika, labda ule mtu ni mchafu, labda ule mtu hatembei pamoja na Mungu. Ningependa ujue ya kwamba Mungu anakukubali kwanza kabla hajakubali sadaka zako. Kwa hivyo God had regard for Abel. Look at that tense, it is written there. He had regard for Abel and then his offering. Akaangalia ile sadaka, akaangalia Abel kwanza, akaangalia moyo wake, akaangalia attitude yake, akaona yeye ni nani, alafu ndio akakubali sadaka yake. Hatujaambiwa katika Biblia ati Kaini alileta mboga zilizooza. Hiyo ni kuongezea, watu wanaongezeaga. It is not there. Alileta mboga mzuri, alileta labda spinach ambazo ni nzuri tu, alileta labda gwashe mzuri. Mazao yake ya shamba hatuambiwi kwamba ilikuwa imeoza, lakini ni attitude gani ambayo alitoa nayo ili Mungu aweze kuikubali. So there is the giver and the gift. Don't forget about that. The giver and the gift. Who are you? Ili Mungu akubali sadaka zako, wewe ni nani? Jambo lingine ningependa ujue ya kwamba sadaka walizileta voluntarily. Voluntarily ni kumaanisha ya kwamba kila mtu aliamua vile atakavyoleta ile sadaka mbele za Bwana. Your own desire, moyo wako unataka na ungependa kufanya hiyo kitu ili Mungu akubariki. Is a voluntary way of worship. Ingekuwa shida kubwa sana kama tungekuwa tunasukumia watu ama tunachukua vitu kutoka kwa watu by force. I think it ingekuwa very dangerous. Lakini hii ni kitu voluntary. Unajua Mungu unamwangalia na unaangalia kazi za mikono yako, unaangalia biashara yako, unaangalia mahali unatoa msaada, unasema mimi nitajitolea. So Abel akatoa the first fruits, zile za kwanza, number 1, voluntarily. Akatoa kile ambacho ni kizuri, kile ambacho ni precious, kwa kujitakia. Usije ukatoa sadaka na shingo upande, hakuna mahali itaenda, itaguza tu hapa kwa madhabahu, utaweka tu kwa chondo ya sadaka, lakini Mungu haikatai. Na ndio unaona watu wengi hawana results in receiving from God, miracles of money, miracles of breakthrough. Hawana breakthrough in worship kwa sababu attitude ya kuleta vitu kwenye madhabahu inajali sana. If you compare Cain and Abel, Cain alitoa sadaka kweli, lakini hakutoa the best. Lakini Abel alitoa the best. Number 1, it's about the quality. Quality, kile kitu kizuri sana ambacho kinaweza kuguza moyo wa Mungu. It's not just a present. Unajua kuna watu wanatoa tu present. Hata wakati wa harusi kuna watu wanaweza kukupatia zawadi. Anakupatia tu zawadi maana
ni siku ya harusi, ni siku ya kutoa birthday party, anatoa tu zawadi. Lakini is it the best? Unapo approach Mungu with offerings, lazima ujiulize hiyo swali. Voluntarily, kwa kutaka kwako, is it the best? Ama tu ni kitu nimeamua tu kujitolea. Na niona Mungu anaitisha fungu la 10. Fungu la 10 unachukua ikiwa sehemu ya kwanza ya mapato yako, unaheshimisha Mungu nayo. So remember, it's not just an offering. It is something that is of quality. Not just a present, lakini kuna heshima. Ukisoma katika Malaki 1 verse 8, naweza kuruka hapo kidogo ni kuonesha heshima, kile tunazungumza habari ya heshima. As a son honoreth his father, in Malaki chapter 1 verse 6, a servant his master. If there be a father, I be a father, where is my honor? Hiyo neno heshima. And if be a master, where is my fear? Says the Lord of hosts. O you priests that despise my name, ye say, wherein have we despised thy name? Unaona, Mungu asema heshima yangu iko wapi? So Abel akona heshima kwa Mungu, anamheshimu. Kisoma hapo Biblia inasema pelekea governors hizo vitu, ama wakubwa wenyu zile vitu ambazo ziko polluted, vitu ambazo ziko na defect, na wanakuwa challenged. They are very much challenged by this prophet Malaki, ya kwamba they should honor God. They should be able to honor, kuheshimu Mungu na kile ambacho wanatoa mbele zake. Heshima ya Bwana iko wapi? Tunaona Abel akiwa na heshima. Proverbs 3 verse 9 nasema honor the Lord with your substances. Heshimu Bwana na mali yako, muheshimu. Hiyo heshima ndio tunazungumzia hapa. It's not just an offering. It's not just dropping something on the altar. Tunapoongea habari ya sadaka na matoleo, na huyu mtu wa kwanza anatufundisha mambo mengi. It is about our heart attitude. Ni kulingana na mioyo yetu. Another statement I want to make here. Carefulness is needed. Lazima uwe careful. Don't be careless. Think. Unadili na Mungu wa mbinguni, haudili na wanadamu. So carefulness is needed. Unaangalia, unakuwa mwangalifu. Ni kitu gani ambacho moyo wako uko devoted kwa Mungu ama hauko devoted? I think tukiongea hivi tutakuta ya kwamba sadaka kanisani zitakuwa kidogo. Tukiongea bia watu, kwanza lazima muwe na moyo wa kumpenda Mungu kabla ya muleta sadaka. Kwa sababu watu wengi wanatoa sadaka lakini they are not careful. Wanataka ni kama bribing, ni kama wanaweka mkono hivi, wana drop wakijua ya kwamba Mungu pale atanibariki. Lazima uangalie moyo wako. Is it true worship or not true worship? Carefulness is needed unapo approach Mungu, because this is approaching God. It is not approaching mankind. You are approaching the throne of God with an offering. So you must be very, very careful. A heart that is devoted to God. Unakuwa na moyo ambao umejipeana kwa Bwana. Another statement, everyone has a choice regarding how to approach God. Everyone, kila mmoja wetu tunawekewa hiyo wazi. Uko na choice, uta approach Mungu namna gani. Ili ni kupush kidogo, ukiangalia Leviticus chapter 6. Hiyo tumeenda mbele ya Genesis kule, utaona ya kwamba it is not about, Mungu alikubali zote, alikubali crops na alikubali animals. Kwa hivyo it is not about crops and animals. From verse 14 to 23 Leviticus itakwambia sadaka za aina nyingi. Iko pale ya grain offering, okay? Za mimea, na pale iko burnt offerings za wanyama. Mungu alikubali zote, lakini with an attitude. So you must be very careful how you are approaching God. Every time you are giving to God, ndivyo nani anatufundisha Abel. This is the teaching, this is the lesson. Look at the first and the best. Hata muda wa asubuhi, hata time yako, not only about money and things. Everything in your life, angalia cha kwanza na kizuri. That's what I mean. Masaa ya asubuhi, kabla hujasalimia watu wengine, si usalimie Yesu na Roho Mtakatifu. Baada ya kusalimia hi honey, hi babe, si usalimie Christ, mwambie Yesu nimeamka vizuri. How are you Jesus? Good morning. Mnasalimiana kidogo, alafu unampatia the best of the time. Anything you do, mpatia the first na mpatia the best. Hiyo ni kutrust God in different ways. Masaa hii nashukuru Mungu kwa sababu ya wewe kukaa hapo. Hii nilisaa kwa watu wengine wakitoka ofisi. Nimekuwa kwa ofisi, watu wanakimbia kwa hoteli. Bio anaingia kwa hoteli mara moja, anaitisha getheri. Ama anaitisha chafua.
whatever it is, anaingia, anataka kukula, lakini wewe unasema let me go and use this hour in the presence of God. There is a difference, and your life will never be the same again. Maisha yako haiwezi kubaki vile. Kama ungekuwa na mazoea ya kupatia Bwana the best of this time, sema I am there, niko pale 12:30 nitaingia, 12:45 nitaingia, saa 7 kamili niko pale, the best and the first, utaona Mungu akibariki maisha yako. You are trusting God in all ways of your life. The other thing, your sacrifice shows your heart. These are 2 lessons or 3 lessons ambazo ningependa niwaonyeshe. Your sacrifice shows your heart. Moyo wako tunaweza kujua na sacrifice yako. Cain alifail even after Mungu kumpatia advice. Hata alitoa, lakini moyo wake haukuwa mzuri. Sasa sacrifice yako inatuonyesha moyo wako, your heart. Vitu zako zile unatolea Bwana zinaoneshana moyo wako uko namna gani. Wakati Cain alikemewa na Mungu mwenyewe, wacha hata pastor, tunajuaga mtu moyo wake ni mzuri, especially wakati wa makemeo. When you are rebuked like this, we will know your heart. Wakati amekemewa ndio tunaona moyo wake vile ulikuwa. Cain, kama ungefanya mazuri ungekubalika. Ungekubalika tu. Na Mungu anamwambia wazi, please change your ways. Your heart is not good. Umeekelea offering pale, nimeiangalia, nimeiona, lakini naona moyo wako hauko sawa. So your sacrifices will show how your heart is, especially when you are rebuked by people who are in authority. Another lesson here is that it is an act of worship. Offering is an act of worship. Inaoneshana katika mstari wa 7 in Genesis chapter 4 verse 7. It is an act of worship. You do well. Mungu anamwambia you are not doing well. Wewe haufanyi vizuri. Hauniabudu kwa njia iliyo sawa. Umekataa kuniabudu kwa njia iliyo sawa. Kwa hivyo usikasirike. Andika Psalms 40. You can note also Psalms 40 verse 6 and 8. It is an act of worship. Offering yoyote muelewe. Na huyu ni mtu wa kwanza kutoa sadaka katika Bible. Anatuonesha ya kwamba it is an act of worship. And you can do well in that area. Unaweza kuwa unasimama kila wakati ukisema I have done well. Amen. Mungu amenibariki na hii ndio kiwango kile Mungu amenibariki nayo na nimeiwekelea kwenye madhabahu. Na ujue Mungu haangalii wingi. Haangaliagi wingi, mara nyingi anaangalia kama wewe ni mwaminifu. Offering ya kwanza tena inatufundisha ya kwamba when you obey God, unatii Mungu kwa kumpatia sacrifices. You obey God by giving him sacrifices. Hiyo neno sacrifices haiongei tu habari ya sadaka za pesa, inaongea habari ya dhabihu. Giving your body as a living sacrifice. Ndio kupeana masaa yako. You obey God by sacrificing. Hakuna mtu alitii Mungu bila sacrifice. Sasa Abel anachukua zile za kwanza. Na unajua mnyama wa kwanza si ndio uko tayari kuzaa mwingine kuliko last born. Lakini haangalii hivyo. Anasema I am going to give the first. Nitapeana ile ambayo ni ya kwanza kwa Bwana. So we obey God by giving him sacrifices. Na Mungu anasema huyu mtu ni mwaminifu, huyu mtu ni mwenye haki, regardless of the cost. Sometimes tutakuwa costed very highly, lakini tuzidi kumtii Bwana. Maybe kabla sijafunga hapa, go to Acts chapter 4. Tuone in the New Testament, in the first church, mtu wa kwanza kutoa sadaka, ili muone vile wamelinganishwa, but I'm not going to explain. Acts chapter 4 verse 36. Inasema, and Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it and brought the money. Hakuna mtu mwingine alikuwa amefanya kitendo kama hiki. Brought the money and laid it at the apostles' feet. Alichukua shamba yake akauza, akaleta sadaka yote kwenye miguu. Hiyo inaitwa sacrifice. Mtu wa kwanza kutoa in the first church na akawa recorded ni Joseph or Barnabas, the son of consolation. Na pale New Old Testament ni Abel. Tunaona wako na similarities ya kutoa sadaka kutoka kwa moyo. Iko costly lakini wanaitoa kutoka kwa moyo. Naye Mungu anaikubali na anakataa ya Anania na anakataa ya Kaini. Kaini alitoa ama hakutoa? Alitoa. Anania na Safira walitoa ama hawakutoa? Walitoa. Huwezi kusema hawakutoa. They gave.
lakini hiyo giving haikukubalika na Mungu. Maybe walikuwa na attitude ya kufurahisha watu, walitaka tu waonekane wamefanya kama wengine vile wanafanya. But I want to tell you, in the area of offerings, nitawaonesha importance. Tunapoendelea this week, nitawaonesha kwa nini mambo haya yafanywe na njia iliyo nzuri. Amen. Iliyo nzuri. Kuna ukombozi, kuna baraka, kuna ushindi, na Mungu hataki nyama za wanyama, hataki damu ya wanyama, hataki pesa za watu. Haleluya. Lakini kuna kitu anatafuta katika maisha ya mwanadamu. Anatafuta ibada. Haleluya. Hiyo ibada yako itakubalika. Hiyo uanze kujiuliza hivyo. Is my worship accepted before God? Is it accepted? That's what you should be asking yourself. Anytime unafanya anything kwa Mungu, Mungu atakubali ama ataiaboho, ataikataa. Sema hii inanuka baya, hii siitaki. Ni strange fire. Tunataka Mungu anapo smell sacrifice zetu, iwe ni fasting, iwe ni maombi ya asubuhi, amen, iwe ni giving ya vitu zetu, Mungu anasema well done, asante mtumishi, umefanya vizuri. Haleluya. Tunakushukuru kwa sababu ya kutazama kipindi hiki ambacho tumekuletea all the way from Murang'a Christian Foundation Fellowship. Na ningependa nikuombee mtazamaji kwa sababu ya kukaa pamoja nasi, na Mungu atakubariki. Lakini kabla ya kuomba, ninakuuliza kama umebarikiwa na tena ungependa kutusaidia kuendelea kuhubiri. Kuna namba ambazo zinapita hapo chini ya runinga yako. Unaweza kutuwekea msaada wowote. Inaweza kuwa ni 1,000, inaweza kuwa ni shilingi 50, inaweza kuwa ni shilingi 10,000, haijalishi, lakini tunajua kwamba Mungu atabariki maisha yako ili tubariki na sisi tuendelee kuhubiri kwenye runinga hii katika jina la Yesu. Ningependa kuombea kila mmoja. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya nafasi hii kubwa ambayo umetupatia ili tuweze kuleta neno lako kwa watu wako. Ninajua ya kwamba umekuwa msaada wa kila mmoja wetu, na ninajua wote waliosetwa utazidi kuwafungua na kuwabariki. Kumbuka watu wako, wakumbuke mahali tu walipo katika jina la Yesu, ili mkono wako ni wa baraka uwe juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Pokea heshima na utukufu, maana wewe ni mwaminifu. Mpaka tuonane wakati mwingine, hifadhi kila mmoja wetu because you are faithful. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Tegea hapo tena siku kama ya leo. Mimi na mke wangu Lucy tunakuambia kwaheri and shalom in Jesus name. Amen.